Na hali gani mtazamaji wa Channel 10 Plus, nikukaribisha katika habari ya kutwa. Utakuwa nami Pauline Mvungi, nitakuangazia upande wa habari za kitaifa, kimataifa, tutaenda break na tutarudi kuungana na habari za michezo na burudani. Karibu. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba ameshiriki ibada ya Jumapili katika Kanisa Kuu la Anglikana la Roho Mtakatifu Dodoma, na amesisitiza kwamba serikali itaendelea kushirikiana na viongozi wa dini kujenga taifa lenye hofu ya Mungu, upendo, haki na uwajibikaji. Ifuatayo ni taarifa kamili. Waziri Mkuu amesema kuwa ibada ya Jumapili ni sehemu muhimu ya maisha ya Mkristo na ni muda wa kujitathmini, kuimarisha mahusiano yao na Mwenyezi Mungu na kujifunza namna bora ya kuishi kwa mujibu wa mapenzi ya Mwenyezi Mungu katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Ni muda wa kujitathmini, kuimarisha mahusiano yetu na Mungu na kujifunza namna bora ya kuishi kwa mujibu wa mapenzi ya Mungu katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Tuendelee kusisitiziana amani, umoja na mshikamano wa kitaifa. Katika hatua nyingine, Waziri Mkuu amesema Tanzania imeendelea kuwa kielelezo cha amani, umoja na mshikamano ngazi ya kanda na barani Afrika kwa ujumla. Hivyo amewasihi Wakristo kuishirikilia imani wanaojifunza na kutafsiri kupitia matendo ya uadilifu, uwajibikaji, bidii katika kazi, kuheshimu sheria na kushiriki kikamilifu katika kujenga taifa lenye haki, amani na maendeleo endelevu. Niwaambieni, mnufaika wa amani si mtu mmoja. Hata anayesema sio kwamba anavyosema yeye ndo mnufaika pekee wa amani. Wanufaika wa amani ni wote. Kwa upande wake, askofu wa kanisa Anglikana Tanzania Dayosisi ya Central Tanganyika, Dr. Dickson Chilongani ameipongeza serikali kwa kuendelea kushirikiana na taasisi za kidini likiwemo kanisa Anglikana na kwamba wapo pamoja nayo katika kuhakikisha nchi inaendelea kuwa na amani. Sisi Anglikana tuko pamoja na ninyi, tuko pamoja na serikali katika kudumisha amani, katika kukemea mambo ya fujo. Tunataka nchi yetu iwe na amani. Kutoka Dar es Salaam, Fatma Hassan, Channel 10. Mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA imeendesha mafunzo ya sheria ya ununuzi wa umma na mfumo wa NeST kwa wanafunzi wa vyuo vikuu nchini, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa serikali wa kuandaa vijana mapema kunufaika na fursa za ununuzi wa umma. Kutoka jijini Dodoma, mwandishi wetu Roda Simba ana taarifa zaidi. Akizungumza wakati wa mafunzo hayo, mkurugenzi mkuu wa PPRA Bwana Dennis Simba amesema mamlaka hiyo imejipanga kutembelea vyuo vikuu vyote nchini ili kutoa elimu kuhusu 30% ya fedha za zabuni zilizotengwa kwa makundi maalum, hatua itakayowawezesha vijana kuanza kujiandaa wakiwa vioni kuwa wajasiriamali. Sisi tunataraji wakati mnaenda kumaliza mafunzo haya au siku chache zijazo, tuone vikundi mbalimbali vinakamilisha taratibu za usajili ili muweze kuonekana katika kanzi data pale ambapo zabuni zinatangazwa. Kwa upande wake, Gilbert Kamde, meneja wa kujenga uwezo wa huduma za ushauri wa PPRA, amesema mafunzo hayo yamelenga kuwaonesha wanafunzi wa vyuo vikuu fursa zilizopo katika sekta ya ununuzi wa umma, huku yakilenga kubadili mtazamo wa vijana kutoka kuwaza kuajiriwa na badala yake kuwaza kujiajiri wengine kupitia ujasiriamali. Ni elimu ambayo imekuwa kwao ni muhimu sana, ambayo itakwenda kuwasaidia na kuwabadilisha hata mtazamo wao wa namna jinsi wanavyosoma na malengo ambayo jinsi wanavyojiwekea. Wakizungumza mara baada ya mafunzo hayo, baadhi ya wanafunzi walioshiriki wamesema vijana wengi wamekuwa wakikata tamaa ya maisha kutokana na changamoto za ukosefu wa ajira, lakini kupitia mpango huo wa serikali wamepata matumaini mapya ya kujikwamua kiuchumi. Ninawahakikishia viongozi wa PPRA nitakwenda kusimamia kuhakikisha kwamba vijana wote waliohudhuria siku ya leo wanakwenda kufanyia kazi yale ambayo wameambiwa, ikiwemo kuandaa vikundi vyao binafsi, ikiwepo kuangalia fursa ambazo zipo nje.
nilikuwa nimekata tamaa kama kijana, na vijana wengi wengine walikata tamaa, lakini kwa leo nitaenda kwa shauri na kuambia kwamba inawezekana na kwamba serikali wapo pamoja nasi na wanawekeza nguvu kubwa kwa ajili ya kutupa elimu na kwa ajili ya kuanzisha na kuelekea kwenye mafanikio ya maisha yetu. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Wananchi wa maeneo ya Kanada na kwa Kijogoo, kata ya Bonyokwa, jimbo la Segerea, wilayani Ilala, jijini Dar es Salaam, wanatarajia kuondokana na adha ya ukosefu wa maji safi na usalama iliyodumu kwa takriban miezi 6 baada ya mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira DAWASA kupeleka mabomba mapya kwa ajili ya kutekeleza mradi wa maji. Mabomba hayo yenye kipenyo cha inchi 6 yatawekwa kwa urefu wa kilomita 1 yakiwa yamelenga kuhimili msukumo mkubwa wa maji katika maeneo hayo yenye jiografia ya miinuko. Ahmad Nandonde ametuandalia taarifa ifuatayo. Wakazi hao wameipongeza serikali ya awamu ya 6 kwa kuchukua hatua ya haraka ya kutatua changamoto ya upatikanaji wa maji, ikiwa ni siku chache tu baada ya mbunge wa jimbo hilo Agnesta Lambert kuwatembelea na kujionea adha hiyo. Namna ambavyo mheshimiwa mbunge amelivalia njuga, tunapata faraja na kuona sasa linakwenda kuwa historia, manake imewezekana sasa kupata mradi mwingine ambayo inakuja kutatua changamoto ya maji kwenye eneo la Kanada. Kiongozi, asante sana, kama kweli taifanyika hivyo tunakushukuru. Tunamshukuru mbunge wetu Agnesta, ametuletea mabomba, tumeyaona, tunashukuru sana, asante sana, Mwenyezi Mungu amjalie, naona tutapata maji. Mbunge wa jimbo la Segerea Agnesta Lambert amesema utekelezaji wa mradi huo ni dhamira ya dhati ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha anamtua mwanamke ndoo kichwani, huku meneja wa DAWASA Kinyerezi mhandisi Anton Budaga akitaja gharama za manunuzi ya mabomba na ulazaji yaliyogharimu zaidi ya shilingi milioni 125 na utakamilika Januari 23 mwaka huu. Mimi kama mbunge, DAWASA pamoja na mwenyekiti, ni jukumu letu kuhakikisha kina mama ambebi tena ndoo kichwani, kwa maana amwendi kuteseka huko kubeba maji kwenye visima, maji ya chumvi, wakati tayari miradi ya maji ipo na inawezekana sana kwamba yasiwe ni maji ya kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano, kwamba siku 7, lakini kama wataambiwa kwamba mgao wenu ni kuanzia Jumatatu labda na Jumanne, ina maana watu hao watapata maji kwa uhakika kuanzia asubuhi mpaka jioni, watakinga vifaa vyao na mgao utakuwa unaenda sambamba na jinsi ambavyo maelekezo ya DAWASA yatakapokuwa yametolewa. Sasa tunaenda kutumia maji ya pampu ambayo maji yao yanaenda kufika kila sehemu ya maeneo haya. Tumejipa siku 7, kwa hiyo mpaka siku ya Ijumaa ya wiki ijayo hii kazi imeshakamilika na maji yanapatikana kwenye mfumo. Ahmad Nandonde, Channel 10. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imewataka vijana kujiunga na mabaraza ya vijana ili kunufaika na fursa mbalimbali ikiwemo ajira, mikopo na fursa za elimu zinazotolewa na serikali kwa vijana kupitia mabaraza ya vijana. Tupate taarifa zaidi. Waziri wa Vijana, Ajira na Uwezeshaji Shabani Ali Othman ameutoa ushauri huo ukumbi wa Chuo cha Utalii Marhubi katika hafla ya utiaji saini makubaliano ya ushirikiano baina ya Idara ya Maendeleo Shirika na Chama cha Mazingira Ufugaji Tija Tanzania cha Mauta. Swala la ajira limekuwa ni swala ambalo linahitaji attention kubwa sana. Mheshimiwa Naibu Waziri hapa ameshalieleza, Naibu Waziri wa Kilimo ameeleza mawazo na fikra za vijana wetu kwenda kuyaishi kwa vitendo haya ambayo sisi tunataka tukayafungamanishe, bado ni shida. Aidha, Waziri Shabani amesema kuwa hatua hiyo itasaidia kutoa fursa za kuzalisha ajira kwa vijana, huku akitaka Chama cha Maendeleo ya Ushirika na Chama cha Mazingira Ufugaji Tija kuandaa mpango maalum utakaotoa miongozo sambamba na kuanzisha ofisi zao Zanzibar. Wizara kwa kushirikiana na Chamauta inalenga kufungua fursa zaidi za ajira kwa vijana, kuimarisha mafunzo ya vitendo, lakini uhamishaji wa ujuzi kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, pamoja na kuwawezesha vijana wazawa kushiriki kikamilifu katika sekta ya mazingira, ufugaji wenye tija kwa kuzingatia ajira zenye staha na endelevu. Naibu Waziri wa Kilimo Salum Sudi Hemedi ameiomba Wizara ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji kuendelea kutoa elimu kwa vijana kuhusiana na kujiajiri katika kilimo. Wengi wa vijana tuliokuwa nao wanahisi kilimo, ufugaji ni kazi za watu wazima. Hata ukitembelea maeneo yetu ya kilimo na wafugaji, wengi wao unawakuta ni watu wazima. Lakini ili taifa lizalishe vizuri, lazima vijana na wao waingie kwenye mfumo wa kilimo na ufugaji.
niwasilishe na ombi. Tulishazungumza na waziri mwenzako wa kilimo, umwagiliaji, maliasili na mifugo, tupate eka 2 kwenye viwanja vya maonyesho ili tuanze kuweka miundombinu na kuweka maeneo rafiki kwa ajili ya ajira kwa vijana. Kasim, Channel 10, Zanzibar. Vikosi vinavyoongozwa na wapiganaji wa kikundi mapema leo Jumapili vimejiondoa kwenye mtambo mkubwa zaidi wa kuchimba mafuta wa Al Omar katika mkoa wa Deir ez-Zor, mashariki mwa Syria. Serikali nchini humo imetangaza pia kudhibiti mji wa kimkakati wa Tabqa ulio umbali wa kilomita 55 kutoka Raqqa. Hayo yanajiri wakati wapiganaji hao wakipambana na vikosi vya serikali ambavyo kwa siku za karibuni vimeongeza udhibiti katika maeneo yaliyo chini ya waasi hao kwa miongo kadhaa. Kiongozi wa wapiganaji wa kikundi aliye kifungoni Abdullah Öcalan amesema mapigano ya sasa kati ya pande hizo mbili yanalenga kutibua mchakato wa amani aliouanzisha kati ya Uturuki na chama cha wafanyakazi wa kikundi PKK. Zaidi ya vijana 400 kutoka wilaya ya Nyang'hwale mkoa wa Geita wamekutana katika kongamano maalum na mkuu wa wilaya hiyo Grace Kingalame lenye lengo la kusisitiza na kusikiliza na kujadili fursa mbalimbali za kiuchumi zilizopo wilayani humo. Taarifa zaidi na Mrisho. Wilaya ya Nyang'hwale yenye wakazi 225,803 na makadirio ya vijana zaidi ya 90,000 ni kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Ina fursa nyingi za kiuchumi kama kilimo, ufugaji, uchimbaji wa madini ya dhahabu na shughuli za ujasiriamali. Kongamano hilo ni miongoni mwa makongamano 5 yaliyofanyika wilayani humo kwa lengo la kuwainua vijana. Kwa hiyo ilikuwa ni kuelezana fursa na kuwasikiliza wao wanataka nini, na kwa kweli tumefanya kongamano zuri ambalo limetupa wasaa pande zote mbili kusikia kila mmoja ana jambo gani, na tumekubaliana Nyang'hwale yenye neema chini ya utendakazi wa vijana inawezekana. Changamoto kubwa ambayo inawakumba vijana wetu asilimia kubwa ni elimu, ambayo ndo kama halmashauri kama serikali tumeendelea kutoa elimu kupitia makongamano mbalimbali ya vijana. Hii siku ya leo ni kongamano la 5 baada ya makongamano 4 ya kila tarafa yaliyofanyika. Kwa awamu hii yamebadilisha mambo mengi sana. Vijana tumepata ajira. Vijana wengi wamejiajiri na vijana wanachimba, na kuna eneo ambao wanaweza kufukuza vijana kwamba hapa hamuhitajiki kufanya kazi. Katika kongamano hilo vijana walipata fursa ya kuwasilisha changamoto zao moja kwa moja kwa mkuu wa wilaya, ambapo mkuu huyo Grace Kingalame ameahidi kuzifanyia kazi. Kwa mimi ninachoomba uwajibikaji kwa watumishi wa serikali, Mheshimiwa DC, wawe wanaenda na wakati. Yaani mtu ninapokuja nina swala langu litimizwe kwa wakati ili kusudi niendane na muda. Kwa hiyo ni watoe hofu, mchukue mikopo na hatua zinafanyika kwa muda mfupi na mnaweza kupata. Au wewe unaona kwamba nikimpigia DC mambo yangu ndio yatakwenda, nitafute, nitakuambia. Mimi nitakwambia njoo, afisa maendeleo ya jamii uko wapi, mkamate huyu, mpe elimu ili ufanikiwe. Ndio lengo letu. Kutoka hapa shule sekondari Msalala, Nyang'hwale, mimi ni Mrisho Sadik. Familia ya watu 5 haina mahali pa kuishi baada ya nyumba yao kuteketea kwa moto ambao chanzo chake bado hakijajulikana kwenye mtaa wa Kwenkambala uliopo kata ya Kwediamba katika halmashauri ya mji wa Handeni mkoani Tanga. Kutoka Handeni, Ernest Mbezi anaripoti. Wakielezea tukio hilo la moto ambao umesababisha kuteketea kwa nyumba hiyo pamoja na vitu vyote vilivyokuwepo ndani, ikiwemo chakula, mavazi, sare na vifaa vya wanafunzi pamoja na mali nyingine, mke pamoja na mume ambao ni wamiliki wa nyumba hiyo wamesema. Nienda shamba hivi, narudi hapa nakuta nyumba inaungua, yaani imeshika moto yote kabisa. Hakuna kitu chochote kiliotoka. Nguo ni hizo tu nilobaki nazo, naenda nazo shamba na watoto wangu. Kwa hiyo hakuna kitu chochote kiliobaki humo ndani. Miongoni mwa wale ambao walifika mapema walisema hivi wanafika ile nyumba walikuta isha chukua moto sehemu yote. Kwa maana kwa haraka huwezi ukajua sasa kwamba huo moto umetoka ndani au ni mtu kafanya kuchoma, haijulikani mpaka sasa hivi. Baadhi ya viongozi wa mtaa pamoja na kata ambao wamefika kwenye eneo hilo la tukio wanaelezea hali za wananchi hao
na hatua walizochukua baada ya kutokea kwa tukio hilo. Ni kweli vitu vimeungua, vitu vimeteketea, hawakubahatika kutoa kitu chochote ndani kwa sababu hawakuwepo, walikuwa wameenda shamba. Na tulifika na mheshimiwa diwani pamoja na viongozi wengine wa chama, tukazungumza na familia, tukaonana nao. Niliwaambia wale ambao tuliokuwa mahali hapa kwamba hatuna namna nyingine, leo tuweze kufika saa 4 ili tuweze kusaidia familia hii kwa chochote ambacho kila mtu atajaliwa. Nikamwambia mtoto wa shule huyo nitahakikisha vifaa vyake vya shule vyote atavipata ili aweze kuendelea na masomo, na nimekuja navyo. Hali hiyo imepelekea mwenyekiti wa CCM wilaya Handeni Amiri Changogo kufika kwenye eneo hilo la tukio, na hapa anaahidi kushirikiana na familia pamoja na wadau wengine katika kufanikisha ujenzi wa nyumba mpya kwa ajili ya familia hiyo iliyopoteza makazi yake. Tutasapoti kiasi cha bati 10 kwa sababu ya kuamsha hii nyumba, kwa sababu unajua ingekuwa ni ya mabati pengine isingeungua na kuisha kama hivi ilivyoisha. Lakini kwa sababu ilikuwa ni ya majani, ndio maana moto umeshika kwa haraka na hukuweza kuzimwa. Kwa tuwape pole sana familia, lakini na sisi tunawashika mkono kwa namna hiyo kama Chama cha Mapinduzi ngazi ya wilaya kuwaletea hapa bati 10 tujenge hili nyumba kwa haraka. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa amesema Umoja wa Ulaya unatafakari jibu la pamoja baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kutangaza ushuru wa 10% kwa nchi 8 za Ulaya. Nchi hizo ni zile zinazopinga juhudi za Trump za kuinunua Greenland. Alitangaza kuwa ushuru huo utaendelea hadi mpango wa kuinunua Greenland utakapofanikiwa, na huenda ushuru huo ukatekelezwa mpaka Juni 25 kama hakuna makubaliano yatakayofikiwa. Wakati huo huo, kiongozi wa walio wachache wa chama cha Democratic katika baraza la Seneti la Marekani, Chuck Schumer, ameahidi kufanya juhudi za kuzuia ushuru aliotishia kuweka Rais Trump dhidi ya washirika wa Ulaya kutokana na mzozo wa Greenland. Katika taarifa yake iliyotolewa Jumamosi, Schumer amesema ushuru unaotangazwa na Trump wa kukurupuka umeshasababisha mfumuko mkubwa wa bei na kuharibu uchumi wa Marekani. Naibu Waziri wa Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, Reuben Kwagilwa ameagiza ifungwe mifumo ya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA na ianze kutumika kikamilifu kufundishia katika shule maalum za wasichana za mchepuo wa sayansi zote zilizojengwa katika mikoa 26. Naibu Waziri Kwagilwa ameeleza mkakati huo umelenga kuleta mageuzi katika elimu, hususan katika kukabiliana na uhaba wa walimu wa masomo ya sayansi, kwani mifumo ya TEHAMA ina uwezo wa kuwezesha ufundishaji kwa njia ya masafa marefu. Naibu Waziri Kwagilwa ametoa agizo hilo alipofanya ziara ya kikazi katika shule maalum ya sekondari ya wasichana ya mchepuo wa sayansi Samia Girls iliyopo wilayani Longido mkoani Arusha. Mwalimu wa hapa Longido kwa maana ya shule hii akifundisha ashare experience na shule nyingine. Kwa kufanya hivi itatusaidia sana hasa kwa masomo ya sayansi kubridge ile gap ya upungufu wa walimu wa masomo haya. Jambo hili litekelezwe haraka. Tuna shule moja ambayo tulitamani kwa muda sasa ipewe hadhi ya kuwa A level. Shule ya sekondari ya Tingatinga. Ile shule tumeipambania, tumejenga kwa nguvu zote, halmashauri, serikali kuu, wananchi. Sasa hivi naweza kusema tumefikia vigezo. Tunaiomba serikali yetu sikivu itusaidie yafuatayo ili kuboresha ufundishaji na ujifunzaji. 1, kupatiwa fensi kuzunguka shule yetu ili kuepukana na wanyama wakali wanaotembelea usiku kama vile tembo, fisi na chui. Tunamshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutujengea shule hii. Tunashukuru kwa ajili ya madarasa, mabweni, kwa ajili ya maabara, kwa ajili ya maktaba na chumba cha TEHAMA. Tunatumia mifumo yote hii kwa ajili ya masomo yetu. Mtoto mmoja kati ya watoto 3 mkoani Manyara anakabiliwa na udumavu kufuatia wazazi kutozingatia lishe bora, hali inayohatarisha afya za watoto hao. Mwanahabari wetu Elia Kimani na taarifa zaidi.
Takwimu hizo zimetolewa katika kikao cha kujadili hali ya lishe mkoani Manyara. Pia tunaambiwa kwamba kuwepo kwa mtoto mmoja kati ya watatu ambao wamepata changamoto ya udumavu bado kunaendelea kuwa ni athari kubwa kwenye masuala ya afya hasa za watoto. Na sio tu watoto lakini hata kijamii. Na sio kijamii lakini ni athari mpaka kwenye uchumi wa taifa. Kwa hiyo tukikomaa vizuri na masuala ya lishe tutaokoa jamii katika maeneo mengi sana kuliko ambavyo tunavyofikiria. Tumeambiwa kwamba udumavu wa watoto hawa ambao wako chini ya miaka 5 umepungua kutoka 36% mpaka 32 2022. Lakini hata masuala ya ukondefu pia yamepungua kutoka 6.4 ilipokuwa mpaka 4.7. Pamoja na juhudi zinazofanywa kuondokana na tatizo hilo la udumavu na ukondefu, juhudi hizo zinaendelea kukua kisiki cha mila na desturi katika maeneo mengi mkoani hapa. Hivyo kuhitajika nguvu zaidi kutoa elimu kwa jamii. Wanajamii wengi wa Simanjiro hasa ni jamii ya Kimasai ya kifugaji, inategemea kwenye mlo wa aina moja, yani maziwa na nyama. Na pia wana mila na tamaduni nyingi ambazo zinawazuia wasipate vyakula sehemu nyingine, vyakula tofauti na vya kwao kama samaki, dagaa ambavyo vinaweza kupatikana kwa urahisi, hawavitumii kwa sababu ya mila. Lakini tunashukuru sana Wizara ya Afya na Ofisi ya Rais TAMISEMI kwa afua ambazo tunataka kuzitekeleza. Zote tunazisimamia. Kwa mfano kwa mwezi Disemba tumekuwa na kampeni ya utoaji matone ya vitamini A. Hii ni afua muhimu sana katika uzuiaji wa upofu. Kwa hiyo ziko afua zingine mbali ambazo tunaendelea nazo katika afua za lishe kuhakikisha tunazitekeleza, hasa ulishaji mashuleni. Hata hivyo, kiwango cha unyonyeshaji mkoani hapa kimetajwa kupanda kutoka 25% hadi kufikia 53%. Kutoka mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Serikali imeelekeza wizara, taasisi na wadau wanaohusika na utekelezaji wa sera ya taifa ya wazee kuhakikisha masuala ya wazee yanaingizwa kikamilifu katika mipango, bajeti na utekelezaji wa shughuli zake za kila mwaka na kuwasilisha taarifa za utekelezaji huo kwa wakati kila robo mwaka ili kuwezesha ufuatiliaji na tathmini ya pamoja. Taarifa zaidi na Amani Mbando. Kauli hiyo ya serikali imetolewa na Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima, wakati akizungumza na Sekretarieti ya Uratibu wa Utekelezaji wa Sera ya Taifa ya Wazee ya mwaka 2003 toleo la mwaka 2004. Kila wizara, taasisi na wadau wana wajibu wa kuhakikisha masuala ya wazee yanaingizwa kikamilifu katika mipango, bajeti na utekelezaji wa shughuli zake kila mwaka. Ninatoa wito kwa wizara za kisekta, taasisi na wadau wote kuhakikisha kuwa taarifa za utekelezaji wa shughuli zinazohusu wazee zinawasilishwa kwa wakati kila robo mwaka ili kuwezesha ufuatiliaji na tathmini ya pamoja. Ameongeza kuwa sera hiyo ya taifa ya wazee imeweka msisitizo kwenye uimarishaji wa uratibu katika utoaji wa huduma jumuishi kwa kundi hilo, ikiwemo za afya, matunzo ya wazee, mifuko ya wazee, wazee na teknolojia, huduma za afya ya akili na msaada wa kisaikolojia na kijamii. Utekelezaji wa sera hii hauwezi kufanikiwa iwapo hautazingatia ushirikiano wa karibu wa wizara zote za kisekta, taasisi za umma na binafsi pamoja na wadau wa maendeleo. Wote tunatakiwa tushirikiane. Kwa kutambua hilo, kikao kazi hiki kinalenga pamoja na mambo mengine kutathmini hali ya utekelezaji wa sera ya taifa ya wazee katika sekta mbalimbali. Dhamira ni kuona kwamba kundi hili la wazee pia tunaendelea kulikumbuka, kulisogeza, kuhakikisha tunajiratibu na tunafanya kadiri ambavyo tunatakikana na kuhakikisha kwamba tunakutana mara kwa mara. Hata hivyo, takwimu za sensa ya watu na makazi za mwaka 2022 zinaonyesha kuwa idadi ya wazee nchini imeongezeka kutoka milioni 2.5 mwaka 2012 hadi wazee milioni 3.4, ikiwa ni sawa na 6% ya Watanzania wote. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Na mtazamaji, tumefikia tamati upande wa habari za kitaifa na kimataifa. Tupate mapumziko mafupi, tutarejea kwa ajili ya habari ya michezo na burudani. Asante.
Na mtazamaji, karibu tena. Tumerejea upande wa habari za michezo na burudani. Uko nami Pauline Mvungi, tunaendelea. Mashindano ya mpira wa miguu barani Afrika kwa ngazi ya timu za taifa maarufu kama AFCON 2025 yanatarajiwa kuhitimishwa usiku huu katika uwanja wa Prince Moulay Abdallah jijini Rabat nchini Morocco, ukiwakutanisha wenyeji Morocco dhidi ya mabingwa wa mwaka 2021 Senegal, mchezo utakaochezwa majira ya saa 4 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tuungane na michezo yetu kwa usimulizi zaidi. Leo ikiwa ni kilele cha mashindano haya makubwa ya soka kwa timu za taifa barani Afrika, ambayo huwakutanisha nyota wanaosakata kabumbu ndani na nje ya Afrika, ambao kwa pamoja hupambana kusaka ufalme. Huu ukiwa ni msimu wake wa 35 na pia ukiwa ni mchezo wa 35 wa fainali, ambapo mataifa 24 kutoka pande zote kuu 4 za Afrika zimeshiriki mashindano haya, ambayo kwa sasa ni mataifa mawili pekee yaliyosalia katika hatua ya mwisho kwa maana ya fainali, ikitarajiwa kuwakutanisha wababe wa soka kutoka barani Afrika, Senegal na Morocco, mchezo utakaopigwa dimba la Mfalme Moulay Abdallah jijini Rabat nchini Morocco. Je, atakuwa ni mtoto wa nyumbani Achraf Hakimi akiiongoza Morocco, au Sadio Mane mkongwe atakayeiongoza safu ya ushambuliaji ya Senegal kwenda kuubeba ubingwa? Zaidi ya wachezaji 700 wameshiriki katika mashindano haya, ambayo yamekuwa ya aina yake na ya kipekee kutokana na ushindani mkubwa ulioonyeshwa kutoka kwa mataifa ambayo yanachipukia kwa kasi katika soka la Afrika, ikiwemo timu ya taifa ya Tanzania maarufu kama Taifa Stars, ambayo iliondoshwa hatua ya 16 bora na mwenyeji Morocco. Hadi sasa jumla ya magoli zaidi ya 120 yamefungwa katika mashindano hayo, yakimshuhudia nyota Brahim Diaz akiwa ndiye mfungaji bora hadi sasa. Je, kiatu hiko kitasalia kwa Brahim Diaz ama kitakwenda kwa nyota Sadio Mane? Acha tusubiri na tuone. Juma Mohamed, Channel 10 Michezo. Chama cha wafanyakazi wa kusanya mapato Tanzania kimefanya bonanza la michezo kwa lengo la kuimarisha mahusiano baina yao na walipa kodi, hatua inayolenga kwa maelewano na amani kwa maendeleo ya kiuchumi. Mwanamichezo wetu Leonard Mwacha kutoka Dodoma na taarifa zaidi. Bonanza hilo lililoanza na matembezi ya mshikamano limetumika kama jukwaa la kuendeleza azma ya chama hicho ya kuenzi mahusiano mazuri kati yao na walipa kodi, kama ambavyo mwenyekiti mpya wa chama cha wafanyakazi wa kusanya mapato Tanzania TAREU, Rutufia Mtafia, anavyofafanua. Hiki ni chama ambacho kinawaunganisha wafanyakazi wote wanaokusanya mapato ya serikali kwa maana ya kodi, ada na ushuru mbalimbali. Chama hiki kinaamini katika mshikamano, na chama hiki kinaamini katika kushirikiana na jamii katika uendelevu wa uchumi, uwekezaji na biashara. Bonanza hilo pia limeambatana na shughuli mbalimbali za kijamii, ikiwemo kuchangia damu, huku likiimarisha mahusiano miongoni mwa walipa kodi na wakusanya kodi. Utaona tumekuwa tuna tax clinic ambazo zitakuwa zikiendelea. Kwa siku 2-3 zilizopita tumekuwa tunajihusisha na utoaji wa damu na mambo mengine ya kijamii ambayo moja kwa moja yanahusisha jamii. Michezo inatufanya tuwe marafiki kwa hawa walipa kodi, kwa sababu zamani tulikuwa ukiona gari ya TRA, kumwona mtu kavaa TRA unamkimbia kwa sababu unajua ni balaa, lakini sasa hivi tunajumuika nao, wanatupa elimu, wanatufanyaje, wanatufundisha kila kitu. Kwa wanakuwa ni marafiki zetu tena, tuwaogopi tena. Nimejoin leo kufanya mazoezi na TRA, imetusaidia kutupa ukaribu, kwa sababu kwanza tulikuwa tunawaogopa TRA. Wakitokea mtaani tu wa kwanza tunafunga maduka tunakimbia, lakini imetusaidia kuhoji baadhi ya maswali yetu, kutupa ukaribu kwamba wao ni watu wa kawaida. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Chama cha mpira wa miguu halmashauri ya manispaa ya Mpanda wilaya ya Mpanda mkoani Katavi, Mpanda Veterans Sport Club, inakabiliwa na changamoto ya uwanja wa kufanyia mazoezi, huku wakimwomba mgeni rasmi mstahiki meya wa manispaa ya Mpanda kuwatafutia maeneo ya kufanyia mazoezi, huku baadhi ya madiwani wa manispaa ya Mpanda kuwa na timu. Mwanamichezo wetu Pasco Emmanuel Katona ana taarifa zaidi.
Akizungumza katika mkutano mkuu wa mwaka 2025, mstahiki meya wa manispaa ya Mpanda Charles Venance Filipo amesema, wana michezo wenzangu, nimesikiliza taarifa ya mwenyekiti. Yako mambo siwezi kuwa na majibu ya moja kwa moja hapa kwenu, lakini taarifa yenu yote nimeichukua. Naenda kushirikiana na wenzangu ili tuweze kufanyia kazi yale ambayo ni ya kiutendaji zaidi. Ni hili eneo la hapa wanaita kwenye nyumba za Toma, ili eneo la wazi ambapo sasa hivi kuna Mchina amekempu pale na anaandaa kambi kwa ajili ya mradi wa utengenezaji wa barabara za lami. Basi baada ya hapo tukaandika barua kwa mkurugenzi wa manispaa kwa maana ya kuomba lile eneo, na tukua specifically tulikuwa tumelitaja lile eneo kwa maana limekidhi vigezo, na mwisho wa siku management ya manispaa iliweza ikatujibu kwa barua kutoka kwa mkurugenzi kwamba tumekubaliwa kupewa eneo hilo kwa muda wa miaka 5. Awali akimkaribisha meya wa manispaa ya Mpanda, mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Katavi Kenneth Pesambili Simiemba amesema halmashauri ya manispaa ikamilishe ujenzi wa uwanja nje, ila sehemu ya kuchezea TFF watakuja kusaidia. Bajeti ilitengwa kwa ajili ya marekebisho hayo ya sehemu ya kuchezea, lakini sisi halmashauri ya manispaa ya Mpanda tukashindwa kutekeleza hilo. Ndio mkoa pekee ambao una majonzi ya kutokuwa na timu ya mpira ambayo inatambulika kutoka mkoa wa Katavi, alafu ina wadau wengi wa michezo. Tupate timu ambayo inaweza ikawa inawakilisha mkoa wa Katavi. Uwezo huo tunao, nia tunayo na sababu tunazo, kwa sababu wachezaji wengi tunao ambao wana viwango vikubwa. Ripoti kutoka hapa mkoani Katavi ni mwana michezo wako Pascal Emmanuel Katona wa Channel 10. Wazazi na walezi wilayani Manyoni mkoani Singida wametakiwa kujenga utamaduni wa kuwahamasisha vijana wa kike kushiriki katika michezo kwa madai kwamba sekta ya michezo haiangalii jinsia, kwani jinsia zote zina uwezo wa kufanya vizuri na kufanikiwa katika mchezo wa soka. Tupate taarifa zaidi. Ushauri huo umetolewa na afisa michezo wa halmashauri ya wilaya ya Manyoni Rasul Kasim Luanda alipokuwa akielezea sababu za kutojitokeza kwa vijana wa kike kwenye kliniki ya siku 3 ya kuibua vipaji iliyoandaliwa na taasisi ya African Sports Youth Park ya mkoani Geita na kufanyika kwenye viwanja vya Jumbe. Vijana wa kike pia washiriki katika michezo, kwa maana michezo haiangalii jinsi zote zinashiriki katika michezo na zinafanya performance nzuri na zinafanikiwa katika maendeleo ya soka la international marketing. Mpira sasa hivi watu wote wanacheza, na hasa watoto wa kike tunaona kuna mabadiliko makubwa sana, watu wanatengeneza maisha, watoto wa kike wanacheza mpira. Kwa hiyo mimi nafikiri jamii ibadilike, ilete watoto wa kike wacheze mpira, tupate timu ya taifa ya wanawake nzuri itakayotusaidia sisi kufanya vizuri hapo kesho. Kocha wa michezo wa Manyoni Sports Center Akley Isaac akizungumzia sababu za idadi kubwa ya vijana wa kiume iliyojitokeza katika kliniki ya kuibua vipaji vya vijana amesema mwamko bado ni mdogo na wao hawapatikani kwa kiasi kubwa kwa hapa kwetu, na hata hao wachache ambao tulikuwa nao kwa mazingira ambao waliopo ilikuwa ni ngumu wao kuja kushiriki haya majaribio. Wito kwa wazazi, kwa hawa vijana ambao wamechaguliwa, gharama inaweza kuwa ni kubwa ya kuanzia, lakini gharama ya kuwatunza kwenye kituo si sawa na kile ambacho anakwenda kukiendeleza. Nilikuwa naangalia fomu ya mahitaji na ada za chakula kwa mwaka ni 800,000, lakini pia wanapata fursa ya awamu 3. Ripoti kutoka wilayani Manyoni mkoani Singida ni mwana mchezo wako kiungo mstaarabu Jumbe Ismail wa Channel 10. Na sasa mtazamaji, tuende tukapate habari za michezo kimataifa. Nyota wa Uingereza Arthur Feri amewashangaza wengi kwenye mashindano ya Grand Slam ya Australian Open mara baada ya kumshinda Flavio Cobolli anayeshika nafasi ya 20 kutoka nchini Italia na kusababisha mshtuko mkubwa kwa mashabiki katika hatua ya kwanza ya michuano hiyo. Mchezaji huyo anayeshikilia nafasi ya 186 duniani, Feri alipata ushindi mkubwa wa zaidi katika maisha yake kwa ushindi wa seti 4-2 za 7-6, 7-1, 6-4 na 6-1 katika dimba la Melbourne Park. Cobolli alikuwa akihangaika kimwili tangu mwanzo kutokana na tatizo lake la tumbo, huku mara nyingi akikimbia nje ya uwanja kwa ajili ya kupata tiba. Feri mwenye umri wa miaka 23 kwa sasa ana ujuzi mkubwa
kutokana na ushindani wake kwa wapinzani wake, na ikawa ni historia baada ya kumfunga Alexis Pourin huko Wimbledon kwa mwaka jana. Maendeleo ya Ferry yamepunguzwa na majeraha, hasa mchubuko wa mfupa katika mkono wake, shida ambayo ilimsumbua tangia mashindano ya mwaka jana ambayo aliyapata mbele ya nyota mwenzake wa Uingereza Jackie Draper. Ni hayo tu katika habari za michezo na burudani kimataifa. Juma Mohamed, Channel 10 Michezo. Na mtazamaji, tumefikia tamati habari za kutwa nzima ya leo. Ulikuwa nami Pauline Mvungi, asante na usiku mwema.